Na tukiangazia mengine ni kwamba wakulima wa kaunti ya Garissa walioathirika na mafuriko sasa wanataka kampuni ya kuzalisha umeme KenGen kuwalipa fidia kutokana na hasara iliyosababishwa na maji ya kutoka mabwawa ya kampuni hiyo kwenye mto Tana. Wakulima hao wanalaumu kampuni ya KenGen kwa kufungulia maji ya mabwawa ya Masinga na Kindaruma yalipojaa wakati wa mvua kubwa na kuwasababishia hasara nyingi katika mashamba yao. Muungano wa wakulima hao unasema hektari zaidi ya 500 za mashamba yao ziliharibika na maji hayo. Tunasumbuliwa na maji sana, tukipanda maji inawachiliwa. Zikiwachiliwa mimea zote zinakauka. Sisi tunatoa gharama mingi. Tuko na wafanyikazi, kuna vijana wanafanya kazi kwa shamba. Tuko na ng'ombe, tuko na mbuzi hapa ndani. Mimea ni mingi tunaipanda. Tukiwa karibu kuharvest hiyo shamba, maji ndio hiyo. Wanyama wanachukuliwa na maji, wanaachilia maji sana usiku ndio maji zinaingianga kwa shamba. Asking the people to vacate by 9th. What can you do by 9th? The motors in the farms are running, the engines are running. The farmers have maybe their fruits ready for harvest. Surely, what can a farmer do in 24 hours? Nothing. So the only damage is all the produce is carried away by water. So for me as a leader and as somebody who understands the pain of the community, I want to assure the farmers that I am supporting them, that their cries are not going unheard. Tungeomba watu wa KenGen, nafikiri wametutembelea wakati muda mrefu sana na wakati mingi, lakini hatujapata usaidizi yoyote kutoka kwao. Hata nafikiri kuna njia mingi sana inaweza fanywa mambo ya riverbank protection, inaweza jengwa ukuta. Kuna njia mingi tunaweza saidiana kufanya riverbank protection. Lakini nafikiri kwa sahihi hakuna chochote tumepata kutoka kwa watu wa KenGen. Imekuwa ni lawama ambayo tunalalamika kila wakati.